kuwa wajinga, lakini hawatapotea katika njia hiyo. Kumcha Bwana kwa wale wasioamini wanaona ni upuzi, wanaona ni ujinga. Kitu ambacho kimemaliza mvuto kwenye jamii ni wokovu. Wokovu umemaliza mvuto kabisa kwenye jamii. Wokovu umemaliza ladha kwenye jamii. Wokovu umemaliza ladha. Na kwa sababu ya wokovu kumaliza ladha, kwa kipande kikubwa watu waliookoka, jamii inawaona ni kama watu fulani hivi waliopungukiwa na ufahamu. Lakini kwetu sisi tunaookolewa, msalaba wa Kristo sio upuuzi, bali ni nguvu ya Mungu itendayo kazi kwetu. Kama wewe, kwa watu ambao wameokoka nyuma kidogo, mwinjisi hapo, babangu, umeokoka mwaka gani? 2008. Aliyeokoka nyuma 2008 ni nani hapa? Yaani anayesema kwamba mimi mwinjilisti, mtumishi wa Mungu, nimemtangulia kwenye wokovu ni nani hapa? Mwaka gani baba? 2004. Amina. Sasa wengine tuliobaki tumeokoka kipindi cha majenzi. Tumeokoka kipindi cha manani? Cha majenzi. Yaani tumeokoka siku za huku mwishoni. Kwa sababu mimi hata ukisema kwamba ndo nimeamua maamuzi ya kuokoka iko 2011. Ndipo nikasema sasa ninaokoka. Kutoka kwenye lile genge la wahuni niliokuwa natembea nao, genge la watu wa hovyo niliokuwa nalo, nikaokoka 2011. Ila miaka tu hii 10 na ngapi? Kama 13, 14, ninaliona kanisa lina hali mbaya sana. Kanisa lina hali mbaya sana. Kwa sababu gani? Ladha ya wokovu imepotea. Zamani walikuweko watu ambao walikuwa wanampenda Mungu kweli kweli, lakini leo watu wanaompenda Mungu ni watu wachache sana. Na kadri siku zinavyozidi kuendelea, ladha ya wokovu inazidi kumaliza nguvu kwenye mioyo ya watu. Ni wachache sana waliobaki na ile ladha ya wokovu. Sasa hii hali unavyoiona, hii hali ilitabiriwa. Na moja ya kitu ambacho niwaambie watu wa Mungu, kama uliwahi kuhubiriwa siku za mwisho kwa miaka yoyote, walihubiri habari ya siku za mwisho, nataka niwaambie kwa kipindi hiki tupo karibuni sana. Dunia imeharibika sana. Kipimo cha kwanza ni ladha ya wokovu kupotea. Yaani leo hii mtu hasikii tena shangilio kwenye moyo wake kwa sababu ya wokovu. Anasikia shangilio kwenye jambo lingine. Anasikia furaha kwenye jambo lingine. Lakini wokovu ni kitu ambacho kimemaliza thamani. Sasa kama hali iko hivi kwenye mioyo yetu,
na kwenye maisha yetu. Nikawa na swali ninalokuuliza, unayo nguvu ya kumaliza safari? Unayo nguvu ya kumaliza safari? Unayo nguvu ya kumaliza safari? Naomba iongezee sauti mic na bass kidogo. Unayo nguvu ya kumaliza safari? Kwa nguvu ulionayo, hiyo nguvu ulionayo, ukijipima kwenye kioo chako au kwenye kipimo chako, unaona utamaliza safari? Yaani ukiangalia kabisa kwamba mimi kwa wokovu huu nilioushika, jambo ambalo ninalo uhakika, nina uhakika nitamaliza safari. Ukijipima unayo hiyo nguvu. Wengi wetu ni hapana, hatuna nguvu ya kumaliza safari. Hatuna nguvu ya kumaliza safari. Ninaomba nisomee kitabu cha Mithali, msomaji. Mithali 24:10. Kitabu cha Mithali 24:10. Ili nimaliza safari kwa uhakika, lazima niwe nina nguvu ya kukabili matatizo yanayokuja mbele yangu. Unaweza ukaandika hiyo pointi. Ili nimaliza safari kwa uhakika, lazima niwe na nguvu ya kukabili matatizo yanayonikabili. Mtu pekee mwenye uhakika mwenye uhakika wa kumaliza safari ni yule ambaye ana nguvu ya kustahimili majaribu au changamoto zitakazokuja mbele yake za aina yoyote. Soma hiyo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mithali 24 mstari wa 10. Ndio. Neno la Mungu linasema, ukizimia siku ya tabu. Ukizimia siku ya nini? Ya tabu. Nguvu zako ni chache. Jua nguvu zako ni chache. Haleluya. Sasa bila shaka tupo kwenye dunia ambayo ina tabu nyingi za kukufanya usiendelee na imani. Tupo kwenye dunia ambayo ina matatizo mengi ya kukufanya usiendelee na nini? Haleluya. Naomba tuwe pamoja. Tupo kwenye dunia ambayo ina matatizo mengi ya kukufanya usimalize safari. Lakini Biblia inasema ukizimia siku ya nini? Ya tabu, ujue nguvu zako ni ndogo. Haleluya. Ujue nguvu zako ni ndogo. Mara nyingi ili mtu mjue kuwa na nguvu ni pale atakapokutana na changamoto, si ndio? Huwa anayakabili mambo kwa kiasi gani? Anayakabili mambo kwa namna gani? Haleluya. Sasa ukimkuta mtu siku ya mateso akazimia, akachoka, ujue nguvu zake zilikuwa ni ndogo. Mtu yeyote atakayeacha wokovu kwenye kipindi hiki cha siku za mwisho, wewe jua mtu huyo hakuwa na matokeo yenye nguvu zaidi ya kumfanya astahimili kwenye hii dunia. Kwa lugha nyingine, mafuta yake yalikuwa hayapo. Ukizimia siku ya tabu, ujue nguvu zako ni ndogo. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba ili tuweze kustahimili kukishinda hiki kishindo cha dunia, ili tuweze kushinda hicho kishindo, lazima tuwe na nguvu nyingi. Halo? Halo? Haleluya. Lazima tuwe na nguvu
Lakini ukizimia siku ya tabu, ujue nguvu zako ni ndogo. Ujue nguvu zako ni ndogo. Ukikutana na changamoto, nguvu ulionayo ndani yako ndio itakuwa inabeba maamuzi. Mnaweza mkakutana na changamoto ya aina moja, lakini maamuzi yakawa tofauti kulingana na nguvu ya mtu. Ndio maana mwingine akitukanwa anagombana, si ndio? Mwingine akitukanwa pale pale na kuwa vita. Unashangaa mlokole katukana mle sokoni, kajifunga mpaka na nguo kuanza kuchamba. Yaani hapo sasa unakuta tena mwingine sema hata Yesu unamweka pembeni. Amna. Wewe jua nguvu zako zilikuwa ndogo. Unapokutana na changamoto, nguvu iliyomo ndani yako ndio itakayoamua hatua ya kuchukua. Kwa hiyo ili tuweze kushinda misukosuko za hii dunia inayotokea au iliyotokea katika siku hizi, lazima tuwe na nguvu kubwa. Haleluya. Sasa wengi wetu ni watu dhaifu sana. Ndio maana changamoto yoyote unamwacha Yesu. Na hasa katika siku za mwisho hizi utaona watu wengi sana wanaanguka kiimani. Unanielewa vizuri? Utaona watu wengi sana wanaanguka kwenye nini? Kwenye imani. Kwa sababu matatizo ni mengi, na Biblia inasema ukizimia siku ya tabu, ujue nguvu zako ni chache. Maana yake Mkristo yoyote mwenye nguvu chache hataweza kustamili au kushinda kishindo cha dunia hii ya siku za mwisho. Hataweza. Mkristo huyu ambaye ni wa Jumapili mpaka Jumapili hataweza. Naomba unielewe vizuri. Jumapili mpaka Jumapili, mtu wa namna hiyo hawezi akastahimili kishindo cha hii dunia. Huyo ni mtu mwenye nguvu chache. Ndio maana mara nyingi mazingira ambayo humpelekea mwanadamu kutenda dhambi, si ndio? Ni pale anapokutana na changamoto. Ndio pale asipokuwa na nguvu nyingi, hapo ndipo shetani hutengeneza mlango wa yeye kwenda kutenda dhambi. Anakutana na changamoto kwenye ndoa. Kama nguvu zake ni chache, unamwona anasema sasa kama mwanamke mwenyewe haeleweki, mwanamke huyu ana kiburi, ngoja nikatafutage tu kama Juma huko, angalau labda kanitulize mawazo. Wewe jua nguvu zako ni nini? Ni chache. Na pale hautulizi mawazo, pale unaongeza tatizo. Tatizo jumlisha tatizo yanakuwa ni manini? Matatizo. Lakini kwa sababu gani amefikia hatua hiyo? Ni kwa sababu nguvu zake zilikuwa ni chache. Mwingine kajibiwa vibaya tu. Nimekwambia kwamba jambo lolote linalokupata huwa linawapata na wengine, lakini inategemeana na nguvu iliyomo ndani yako. Mwandishi anasema, mwanangu, ukijaribiwa usitende nini? Dhambi. Kwa nini anasema usitende dhambi? Kwa sababu kwenye jaribu lolote linalokuja kwenye maisha yako, jaribu lolote limelenga umtukane Mungu, limelenga uache imani, limelenga umwone Mungu kuwa hayupo, limelenga yani uokovu uone ni kitu ambacho hakina msaada. Jaribu lolote. Ndio wale mwandishi anasema, mwanangu, ujaribiwapo usitende dhambi. Jaribu lolote. Wengi waliingia kwenye dhambi baada ya kamlango fulani kutokea. Baada ya kuwa na maisha magumu, uliamua kusema uongo ili ujipatie kipato.
Maana yake ni nini? Lile jaribu lilikuwa limelenga unafanyeje. Hebu ngoja mtumishi mtolee Kevi, kwa yuko siku nyingi sana. Ngoja mtumishi Kevi nimpige jaribu fulani hivi, maisha yake yawe magumu, fedha iwe ngumu sana kwake. Baada ya kukutana ile jaribu, unamwona mtumishi Kevi anaamua kwenda kwa mtu, kwenda kumtapeli. Haleluya! Anapotumia uongo kwa kutapeli kule, si ndio? Kimsingi shetani hapo ndipo anakuwa amefanyeje? Ameshinda. Yaani lengo lake lilikuwa ni hilo, kwamba nimpitisha kwenye kachangamoto haka, halafu nikishampitisha kwenye kachangamoto haka nimeona atafanya nini. Maana yake Kevi hakuwa na nini? Na nguvu. Ukisimia siku ya tabu, ujue nguvu zako ni chache. Lakini mtu mwenye nguvu rohoni, mtu mwenye nguvu, ndio maana tunasema kwamba Mkristo lazima awe ni mtu mwenye tabia ya maombi. Sasa kama maiki nyingine, awe ni mtu mwenye tabia ya maombi sana. Yesu. Mkristo yoyote aliyokoka lazima awe mtu mwenye tabia ya kuomba sana. Mimi nikimwona mtu haombiombi, hafanyifanyi ibada sana, humwoni ana hamasa kwa Mungu, na kuhakikishia mtu huyo, wengi waliokuja na picha hiyo hawakufika popote. Ndio maana tunaposema uombe sana, kwa sababu utaingia majaribuni. Kisha mjaribu akamwijia nani? Yesu. Mjaribu Yesu tena uliseti Yesu. Mjaribu anamwijia Yesu, halafu anakuja kumpa jaribu sawa na shida yake. Hivi unaelewa? Biblia inasema kisha Yesu akaona njaa. Soma vizuri. Inatangulia kwanza introduction, utangulizi, ili uweze kujua Yesu alikuwa kwenye hali gani. Kisha Yesu akaona njaa. Inaendelea kusema mjaribu akafanyeje? Akamwijia. Halafu mjaribu huyo anakuja kupiga kwenye shida yake hiyo. Anamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Adamu, badili jiwe hili liwe nini? Jaribu linakuja kwenye shida yako. Haleluya. Malaya mmoja wa kiume, kipindi bado tunasikilizaga wahuni, alitoa kodi. Akasema hivi, akasema ngoja niwaambie kitu. Yule ambaye alikuwa ni malaya kweli, alikuwa anazina wake za watu wengi. Akasema hivi, kumpata mke wa mtu ni kazi ndogo sana. Kumpata mke wa mtu ni nini? Ila akasema kikubwa tu usiwe na haraka. Na yeye sasa alivyokuwa anajigamba yeye kwamba hakuna mke wa mtu ambaye mimi siwezi kumkosa. Ndivyo alivyokuwa anajigamba. Sasa tukamwambia, unafanyeje? Akasema hivi, unajua kwenye ndoa kuna matatizo mengi. Ni vigumu sana wanandoa kama unavyowaona wanafurahiana kule nje, wanashikana na mkono, wanatembea, wanaitana baby sweet sijui nini. Akasema ni vigumu sana kuwakuta mwezi mzima hawajagombana. Akasema hivi, sasa ukitaka kumpata mke wa mtu fanya hivi, wewe kuwa mvumilivu. Asubuhi tu ukiamka unamtumia ka message kazuri. Unaendeleaje?
Anakwambia mara nyingi atakuwa na kujibu vibaya. Achana mimi sio nini. Lakini anasema kuna siku utakuja kumtumia meseji ile, utaona amekujibu. Hapo unamtumia meseji unamwambia, mtumishi wa Mungu, unaendeleaje? Nimetamani nikusalimie tu. Wewe ni mtu ambaye amina kuelewa sana. Utamwona amejibu siku hiyo, asante. Amejibu nini? Mbona msikilizi watu wa Mungu? Amejibu asante. Akijibu asante, wewe jua kuna shida. Maana yake ni nini? Mwanamke huwa anatafuta faraja akiumizwa. Ndio maana kama unamkuta mwingine anaamua kukimbilia kwa mama yake au sehemu nyingine, aidha tu mazingira yoyote atakayomfanya kuwa na furaha. Sasa akisha kujibu hivyo, wewe jua siku hiyo hawako vizuri na mume wake. Sasa wewe endelea kumwandikia tu message tuzuri, mwambie nataka nje nikusalimie kidogo. Sasa kwa sababu wewe ulishaonesha moyo ni kama ni kama moyo wa kumpenda siku nyingi, siku ambayo amegombana na mume wake, hawaelewani na mume wake, pale atatamani apate faraja yako. Kwa hiyo pale huwa tunapitia kigezo hicho cha kuwa kama mfariji wakati wa ndoa yake inapokuwa imefanyeje, imeharibika. Sasa mimi sikumuelewaga sana, ila nilikujaga kumuelewa siku moja. Kuna mama mmoja mume wake waligombana. Mume wake kimsingi alikuwa na katabia ambako sio kazuri, alikuwa na wanawake. Mtu kabisa rafiki yangu unamfahamu. Sasa huyu mwanamke alikuwa ameokoka kabisa, lakini yule mwanamke alikuwa anaumizwa sana. Baadaye akaja siku moja ananipigia simu jioni, anambia uko wapi? Kaambia niko hapa. Miaka ya nyuma sasa hapo. Sema njoo hapa, njoo tupige story. Nataka mtu wa kupiga story. Sema umekuaje leo? Nikaanza kuongea naye pale nini. Mara akasema sema nataka nikutoe out leo, nikupeleke sehemu. Kulikuwa na hoteli pale Katoro chini kule njia ya panda, siku inaitwaje? Ya Marase, Paradise. Sema nataka leo tuende Paradise. Nikasema Paradise leo? Muda ni saa 2:30 za usiku. Alafu ni mwanamke, mke wa mtu. Nilipomsoma saikolojia, nikaja kugundua huyu mwanamke amevurugwa sana. Hasa nikuja akasema kiwezekana nikalale huko. Ndio nikamwambia ndugu, hebu tuongee vizuri. Sasa nilivyoonesha moyo sasa kutaka kujua shida ni nini, ndivyo akawa ameniambia matatizo mengi ya mume wake. Sasa mpaka alikuwa amevurugika kwa lengo hilo. Na lengo kabisa alikuwa anatafuta kijana wa kwenda kuzini naye. Ninachokwambia ni ushuhuda wa kweli. Kumbe matatizo ambayo mtu anaweza akaona asipokuwa na nguvu, akiwa na nguvu chache, matatizo hayo yanampelekea kwenda kutenda vibaya. Mara nyingi mtu akivurugika kwenye kipindi kigumu, ndio kitu ambacho kinampelekeaga mtu kutenda vibaya. Ndio kitu ambacho kinampelekeaga mtu kufanya vibaya. Ndio kitu ambacho kinampelekeaga mtu anatukana. Anaweza kugombana kwa sababu gani? Alikutana na wakati mgumu, na kwa sababu nguvu yake ilikuwa ni chache, akajikuta amefika hatua hiyo. Ndio maana Biblia inasema ukizimia siku ya tabu, ujue nguvu zako ni chache. Ukiwa na nguvu nyingi, hata katikati ya mateso, katikati ya jaribu lolote, katikati ya changamoto yoyote, wewe ni mtu ambaye utakayebaki kuwa umeshika imani, kwa sababu nguvu zako ni nyingi. Haleluya. Hivi kuna mtu ananielewa? Ukizimia siku ya tabu, wewe jua nguvu zako ni chache. Tabu zitakuja. Na kuhakikishia kuna mtu atakujibu vibaya siku moja. Lakini maamuzi yatakayotoka ndani yako ndiyo yatakayoonesha ni nguvu. Wewe ni mtu mwenye nguvu namna gani? Na watu wanaweza kana shangaa. Mwingine kidogo tu ana hasira.
kidogo tu ananuna. Unajiuliza, huyu ana nguvu kiasi gani ya kuyabeba mambo? Ana nguvu kiasi gani ya kuyabeba mambo? Lakini kumbe ibada hizi tunazifanya ili zitupe nguvu ya kushinda kwenye mazingira ya aina yoyote, kwa sababu changamoto zenyewe lazima zitakuja, matatizo yenyewe lazima yatakuja. Haleluya. Nikaona na clip moja kwenye mtandao, ni wanajeshi wanabishana, sijui nini, wanabishana pale. Mwingine alikuwa na silaha, mwingine hana silaha. Kubishana tu, huyu mwingine aliamuka akachukua silaha akaikoki, afa akamlipua mwenzie. Haleluya. Akamlipua. Wale wanajeshi wengine wakaanza kushika tu vikichwa, na yeye akaanza kushangaa tu. Kilichokosekana ndani yake ni nini mpaka anatenda hivyo? Ni nguvu. Ukizimia siku ya mateso, ujue nguvu zako ni chache. Wengi hatuna nguvu ya kustahimili mshindo wa hii dunia. Ndio maana kidogo tu unakuta umeshavuruga vibaya, umeshafanya vitu vya hovyo. Kidogo tu umeshatoka kwenye uwepo wa Mungu, kidogo tu umeshadhulumu, kidogo tu umeshatapeli, kidogo tu umeshatukana, kidogo tu umeshawaza mawazo mabaya mengi, kwa sababu ya nguvu zako kuwa ndogo. Haleluya, haleluya. Sasa mwandishi anasema ukizimia siku ya taabu, ujue nguvu zako ni ndogo. Baada ya kuingia kwenye matatizo yale, ni hatua gani utakayoichukua? Baada ya kutukanwa vile, kuitwa mwanaume suruali na mke wako, unachukua hatua gani? Kuitwa malaya, mtu anaweza kukuita malaya mume wako. Wewe mimi malaya, ngoja nikaufanye huu malaya ni mnyoshe. Hiyo ni nguvu iliyoko ndani yako, ndio imeamua hivyo. Kwa hiyo manake hapo unakuwa umezimia siku ya taabu. Kule sokoni, kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, utakapojibishwa vibaya, utakapotukanwa, kuna mwingine bosi ni mkali, utachukua hatua gani? Hapo ndo nakuta mlokole amezikunja ngumi. Yaani mimi kabisa nafikiri tukiokoka ndo konfu zinapotea. Wokovu hautoi konfu. Kupa. Unapita pale mchungaji anasema unaanza kuuliza nini? Mtumishi, kwa nini unapigana? Mimi unaniita kenge mimi? Mimi ni kenge? Sema ndugu, mbona Yesu aliitwa majina mengi zaidi ya hayo? Ni wapi alipiga ngumi? Kwamba kisha Yesu akamrukia tikitaka Herode, imeandikwa wapi? Wewe jua nguvu zako ni chache. Mara nyingi ukiwa na nguvu chache, utakuwa unatenda mambo ya hovyo mengi sana, hautakuwa na nguvu ya kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa bahati mbaya tupo kwenye siku za mwisho ambayo matatizo ni mengi, vikwazo ni vingi, lakini nachosikitika ni kwamba hauna nguvu ya kumaliza safari. Mwingine changamoto kidogo tu, unamwona ameacha na kuacha wokovu. Maisha gani haya? Nimeomba sana lakini pendwa, umeomba sana miaka mingapi? Siku ngapi? Kujikatia tamaa. Lakini ili uweze kumaliza safari salama, lazima nguvu zako ziwe nyingi.
Ndio maana Yesu alipokutana majaribu, tujifunze sana kwa Yesu. Yesu alipokutana sana na majaribu, anaambia kwamba sasa ni saa ya giza imefika. Utamwona Yesu alikuwa na tabia ya kupiga magoti sana. Alikuwa ni mtu wa kuomba sana. Kidogo tu anaambia, twendeni Getsemane. Kidogo tu unaona akaenda mlimani. Kidogo tu unaona. Ni mtu ambaye alikuwa anatafuta nini? Nguvu. Ndio maana Yesu alipofunga, shetani alijichanganya kwa mtu aliyefunga maombi siku 40. Ndo anakuja kumjaribu. Ndio maana shetani alishindwa sana, kwa sababu huyu mtu alikuwa na nguvu. Lile lilikuwa ni fundisho kwamba mtu yeyote ambaye anakuwa ana nguvu nyingi, manake mtu mwenye maombi mengi, ni vigumu sana shetani kumfikia. Ni vigumu sana shetani kumfikia. Kwa sababu gani? Baada ya kuwa umefanya ibada sana, umeomba sana, moyo wako kuna kitu ndani yako kutakuwepo. Utakuwa na moyo wa kuyabeba mambo, moyo wa kuyastahimili mambo, moyo wa kuyachukua mambo, moyo wa kuyabeba mambo. Hata kama ulikuwa na moyo, mimi siwezi kuishi na watu, mimi na kamoyo kadogo. Amna. Wewe sio kwamba una kamoyo kadogo, wewe una nguvu ndogo. Lakini ukifanya ibada kabisa, utaanza kuona moyo wa kuwafurahia watu, moyo wa kuwapenda watu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa hapa? Nafundisha kuwa na nguvu katikati ya changamoto. Unapokutana na changamoto, waga unajisikia hali gani? Huwa unachukua maamuzi gani? Kwa sababu nikwambie tu kwamba maamuzi ya mtu kuwa jambazi ni maamuzi. Maamuzi ya kuwa mtu mtekaji ni maamuzi. Maamuzi ya mtu kwenda kuamua kujiuza, kwamba mimi nitaenda nijipange, wewe jua haikuwa ndoto yake. Ila baada ya kukutana na changamoto, nguvu iliisha. Ndio maana ikampelekea kuwa hivyo alivyo. Ukistahimili siku ya mateso, jua wewe nguvu zako ni nyingi. Na dunia hii ipo kwa ajili ya mtu ambaye mpaka anaitwa mshindi. Wewe jua ameshindana na dunia katika mambo mengi, naye akashinda. Haleluya. Andika, uvumilivu ni msingi imara sana wa kufika safari yangu. Uvumilivu ni msingi imara sana wa kufika safari yangu. Nisomee Timotheo wa pili sura ya 4 na mstari wa 5 hadi wa 7. Uvumilivu. Haleluya. Uvumilivu. Uvumilivu. Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayefanyeje? Atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kuna mtu huwa anavumilia kunywa chai? Kuna mtu anavumilia kula pilau? Sio ni ile tu ninavumilia. Watu wa Mungu, ninaongea na darasa, si ndio? Eti mamangu, mama pastor, ninaweza nikavumilia kula pilau. Jamani msinione mimi ni mvumilivu sana, ila nakula pilau. Manake kitu kinachovumiliwa ni kitu kinachoumiza. Kitu kinachovumiliwa ni kitu kinachofanyeje? Na nimesema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Maana yake kumbe dunia imejaa mateso, imejaa changamoto, imejaa challenge za kila namna. Lakini ili uokoke lazima mbegu ya uvumilivu iwepo. Lakini wengi hatuna uvumilivu. Wengi hatuna uvumilivu. Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 5 hadi wa 7. Ndio. Yes. Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 5 hadi wa 7.
Neno la Mungu linasema Timotheo wa pili 4 na ule mstari wa 2. Neno la Mungu linasema Ihubiri neno uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Vumilia mabaya. Hebu naomba kwenye Biblia yako pigia mstari hiyo. Hilo ni agizo langu mimi, hata kama hujauelewa huo mstari. Haleluya, amen. Naomba papigie mstari, papigie tu mstari hapo. Vumilia mabaya. Hata kama utanisahau kwa mengi, nikumbuke tu kwa hilo moja tu, kwamba mchungaji aliwahi kuzungumzia hili eneo, lakini pia likawe ni mwongozo wa maisha yako. Vumilia mabaya, bali wewe lihubiri neno, uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia. Sasa hapo ndo kwenye nguvu ya mtu. Haleluya. Mara nyingi mtu hufanya ya hovyo pale anapokosa kuvumilia. Mama Mosi, unanielewa? Paka ulikuwa unadokoa. Ulikuwa unakosa nini? Kwa sababu ulikuwa una shida, Mama Mosi, eti. Si ndio hivyo mama? Sikuwa na shida, na shida na sasa mama amejisahau sawa hapa, ngoja nichoma yake 5000. Mtu yeyote akikosa uvumilivu, kuna uwezekano mkubwa wa kutokufika kwenye hatima yake. Kuna uwezekano wa kupoteza vingi kwenye maisha yake. Kuna uwezekano wa kupoteza mema mengi kwenye maisha yake. Bali wewe vumilia mabaya. Mpaka yanaitwa ya kuvumilia, maana yake ni mabaya. Mtu aliyeokoka ana moyo wa uvumilivu. Usiwe mkurupukaji kama wapagani wengine wanavyokurupuka. Inatakiwa uwe na moyo mpaka mpagani akisikia anasema, ningekuwa mimi. Yaani ule mama yule alishamezomezoga tu na ulokole. Yaani ningekuwa mimi, mwanaume kabisa kufanyia hivyo. Si waga wapo washauri wa hivyo? Yaani kabisa akuseme hivyo, ningekuwa mimi. Sasa yeye hajui sifa ya mtu aliyokoka ni pamoja na kuvumilia mabaya. Na tukikomea hapa, kuanzia hapa kwenda huku haka kwa upande huku haka, hamnaga moyo wa kuvumilia mabaya. Wanawake hamnaga moyo wa kuvumilia mabaya, ndio maana mnatunza visasi vya miaka nenda rudi. Lakini ni neno kwako, vumilia mabaya. Mvumilie mtu aina yeyote aliyeko karibu yako, mvumilie. Kwa sababu mabaya, mpaka anaandikwa mabaya lazima yatakuja, lakini unatakiwa uwe ni mtu mwenye nguvu rohoni ya kuweza kuvumilia mabaya, hasa katika siku za mwisho hizi. Nataka nikwambie, wale walioua walikosa uvumilivu. Wako watu wengi magerezani walikosa uvumilivu. Namkumbuka mwalimu Njuduki aliyejenga hili kanisa. Mimi niliwahi kuingia kwenye kundi la kusema ningekuwa mimi. Niliwahi kumwambia hivyo. Tulikuwa tunakunywa soda kwa Mama Duni pale Katoro. Tunakunywa soda. Tunaongea hapa na pia mtumishi wa Mungu ni mwalimu, kwa ni mwalimu afundisha. Ni mtu ambaye ni rafiki yangu sana. Sasa ile tumekaa hivi, kakaja kamke kake sema
Kakaja kamke kake nyuma, kakafika kakavuta kiti kakakaa. Sasa mimi sijui nikasema shemeji, karibu sana, tunakunywa soda hapa. Mama Duni, mpe soda. Kakafanya mimi kakaamka. Sasa mimi sielewi. Nikamuuliza, ndugu, shida nini? Akaniambia, yaani ndo anaanza kuniambia sasa, ndo tukabidi tuanze kuongelea ndoa yake. Yaani bado huyu mwanamke nini anaanza kuniambia matatizo. Sasa tukatoka mle tunaongea kwa Mama Duni, tunaelekea kule chini kwenye beli, alikuwa beli ya kule Stambi kule chini. Wenyeji wakatoa, tunatembea, anazidi kunipa sasa story. Unajua bana mwanamke, yaani mimi nimeshangaa amebadilika sisi. Kumbe bana kako nyuma yetu bana. Hii wanawake. Kako nyuma yetu kanatusikiliza. Mwisho asiwa kama akafanya kugeuka. Baada sasa mimi ninachokuambia hata kama namba za Mwalimu Juduki muulize. Nilikuwa naye hivi. Kama kwanza kakaanza kulia. Kakamaliza kulia, kakajumulisha kicheko. Wewe ni mwanaume miongoni mwa wanaume. Kanatukana hapo kwa sauti ya juu ili wote wasikie. Sasa mimi niko na tu tunawahi tutoke kwa watu. Kalenso kombeja mami hayo. Kipindi hicho bado mimi ni shingo. Nilipata hasira nikasema ningekuwa mimi. Kana mpiga mdomo. Sasa niko naomba tuwaiwai, tunakoenda kanamfuata. Kanampiga maneno mabaya, matusi. Yaani kidogo nimwambie, brother, hebu tangulia kidogo. Nipe dakika moja nikufundishie hii kenge. Sema sasa ni mke wa kakako. Kimadili ya Kisukuma tu uwezo kumpiga mke wa kakako. Ni sawa na kumpiga kakako. Baadaye mimi nilichofanya kama sasa, kesho mtumishi. Kuna sababu sasa maneno tumetukana wote. Ila jamaa alikuwa yuko kimya tu. Yuko kimya tu. Mimi shemeji wawa. Nikaanza kumwona jamaa kadondosha chozi fulani hivi. Baada mimi nikasema sasa kama hata kumpiga haumpigi, mimi naenda. Kimsingi ile ndoa ilikuja kuvunjika. Na ilipovunjika, mwanamke alienda kula alikoenda, kaona kutana naye migodini, mara ananunua mafero, si mafero wanaita mafero mali mafero ama mchanga ya dhahabu ya jujwaya. Mara nini kashakuwa kahaba changu doa. Mpaka aibu leo kimuona. Ila kumbe mimi ndo nilikuwa mpumbavu, yeye ndo alikuwa na akili. Kwa sababu mimi niliweza nikadhabe makofi haya. Kakiamka. Basi shetani ni mkubwa. Hata kwa kumbe ningekapiga labda kakazimia au kalikuwa anatafuta pa kufia. Hasa hivi ningekuwa wapi? Gerezani. Kwa kukosa nini? Vumilia mabaya. Na shetani hutumia jambo lolote kukushawishi kivyo vyote. Ndio maana kwamba yule jamaa alikuwa anazijua zile kodi. Kwamba ukitaka kumpata mke wa mtu, subiria siku amevurugana na mume wake, atatafuta faraja nyingine. Wewe utakuja ulikavu ile sehemu. Ndio nikasema kumbe wanaume malaya wanafanyaga hivyo. Lakini kwa mfano mimi nikutolee mfano mama, na kuomba, si ndio? Amina, barikiwa. Mwaka huu kwa sababu nisioijua mpaka leo, siku moja ninaenda kazini, namkuta mama Mary analialia tu. Zamani kidogo kama mpita muda gani, analialia. So mimi nimetoka zangu kazini, nina raha.
Nina furaha mchungaji wa watu, na najua tu kwamba mambo yote Bwana ametenda. Kanuna anakaa pale, mara akaanza kutembea kwa miguu mpaka kule kwa Yona ndo akajirudisha. Sasa sikuelewa. Baada sasa siku moja akaropoka akasema, yaani siku hiyo nilikuwa natafuta kunywa sumu. Kunywa Mama Meliki. Halafu mimi manake hata angekunywa sumu. Moja ya watu ambao tungekuwa tunashangaa. Nauliza hata kwa watu, labda leo amefanyaje? Sijui chochote. Lakini mtu anafikia wazo la kuwaza kunywa sumu. Mpaka leo hajawahi kuniambia sababu kabisa ilikuwa ni nini. Ila kwa intelligence yangu nafikiri ni vikwazo tu. Vitu kama hivyo. Vidogo. Shetani akasema na moyo wake, na angepata upako wa roho wa shetani wa kumsukuma, kwa sababu alikuwa ameshasimama kwenye ukuta, wa kumsukuma tu hivi kidogo, leo asingekuwepo. Ila sababu ni nini? Yamkini kweli alikosewa, aidha hata na mimi mwenyewe, si ndio? Alikosewa au na mtu mwingine alikosewa, lakini ndo kunywa sumu. Samueli kacheka. Ndo kunywa sumu. Unywa sumu sasa umkomeshe, ili mchungaji hao analea watoto. Anakuja na kina Meliki kanisani, mama mchungaji alikunywa sumu. Mke wa mchungaji anywa sumu, waandishi wa habari na kipindi tulikuwa kikosi kazi. So, hatimaye mchungaji wa kikosi kazi mkewe anywa sumu, miradi hayo anarusha na mtandaoni. Sababu ni tukio, nikwambia hivi. Mbwa kumng'ata binadamu sio maajabu, ila maajabu ni binadamu kumng'ata nani? Mbwa. Kwa sababu kwingine unakunyoga tu sumu, lakini ikionekana, ndio maana ukizedi tu wewe sema, hey! Kitu cha kwanza status itakayotangulia ni kale karokole. Mtu mmoja aliiba mahindi akapigwa. Waandishi wa habari walienda pale kuchukua matukio, akina miradi hayo. Mchungaji akamatwa na gunia la mahindi. Kwani mahindi kuibiwa yameanza leo? Miradi hayo kabisa na gari lake. Anachukua taarifa, mchungaji aiba mahindi. Lakini mahindi yanaibiwa mno, na wala hata si habari ya mjini. Kumbe maajabu ni binadamu kamng'ata mbwa. Kwa hiyo manake ni nini? Kilichokosekana ni kuvumilia mabaya. Vumilia mabaya. Mabaya yatakupata. Mabaya yatakupata, na kuhakikishia. Sio tena mbali, na mabaya mengine yatatokea nyumbani kwako, kanisani hapa. Utashangaa mtu mwingine anakupiga maneno mpaka unaanza kwenda kujiangalia kwenye kioo. Hivi ni mimi au ni nani? Unasemwa neno. Mimi siku moja niliwahi kusemwa neno mpaka nikaanza kutetemeka. Niliposikia zile habari, nilianza kutetemeka. Nikasema, nilimwomba Mungu, nasema, Mungu, au tuko maizaki wawili? Nikasema, lakini wewe jua, lazima uwe na moyo wa kuvumilia mabaya. Ndio maana imeandikwa, vumilia mabaya. Mabaya yatakuja, lakini yavumilie. Ukikosa uvumilivu, jambo dogo linakutoa kwenye reli. Wako watu leo hii wanasota magerezani. Wengine wameua wapendwa wao. Wengine wameua watoto wao. Kuna mwinjilisti mmoja maeneo ya Rwamgasa kule. Nani yule? Ametoka kuhubiri Injili. Katoka kuhubiri Injili. Kapiga dhambi wewe. Halafu wanafika nyumbani, anakuja ukakuta kabinti kake, katoto kake kamekumbatiwa na kijana nyuma ya ukuta wa nyumba. Wapo kwenye hatua ya kufanya mapenzi. Ametoka kwenye mkutano. Yule mwinjilisti aligadhabika,
alimpiga yule binti. Yule binti alifanyeje? Si unamfahamu wewe? Ni wa wapi kweli? Mnekezi. Alimpiga yule binti akafa. Hapo alipoona amekufa, na yeye mwinjilisti wa watu nduki. Na kwa sababu dhambi ikitendwa na mtu anayejua hii ni dhambi, hukumu yake kwenye moyo huwa ni kubwa mno. Ndio maana wewe ukizini mpaka unatetemeka. Ila kuna watu kuzini ni kama anakunywa maji. Leo yuko na huyu, leo yuko na wala alisikii hatia, na maji linakunywa vizuri kabisa. Ila wewe unaanza kusikia hukumu mwenyewe. Ndio maana mwingine anaweza akaenda akajisema kwa mchungaji mwenyewe kwamba 1 2 3. Kwa sababu hukumu ile huwa ni kali sana. Ndio maana Yuda alipomsaliti Yesu aliona hata kujiua ni hukumu ndogo. Yule mwinjilisti alikimbia juu ya mti, akafika akafunga kamba, akajitundika. Tukazika baba na mtoto. Ni kwa sababu gani? Ya kutokuvumilia mabaya. Vumilia mabaya. Hasa kwenye siku za mwisho hizi, kuwa na moyo wa uvumilivu, na kuhakikishia utapoteza baraka yako kwa upumbavu wako. Utapoteza neema yako kwa kukosa uvumilivu. Vumilia mabaya. Hilo ni andiko anamwandikia Paulo Timotheo, vumilia mabaya. Na mimi nikuambie tu kwamba kuwa mtu wa kuvumilia mabaya. Yesu akasema makwazo hayana budi kuja. Kwa hiyo kumbe lazima yaje. Kama unatafuta kanisa ambalo halina makwazo, sio hili. Unaelewa? Kwa sababu kuna mwingine tu kidogo tu anakwazika tu. Wamenikwaza. Huwa kuna mdudu mmoja huwa wanamtoleaga mdudu mwenye moyo mdogo kuliko wadudu wote. Jongo, wangapi wanamfahamu? Jongo. Sasa kuna watu wana roho ya jongo. Kimgusa kidogo tu. Geuza unavyogeuza narudi tu. Geuza unavyogeuza. Mnyoshe anarudi. Mpaka baadaye atakapojisikia ndio unamwona anajikunjua. Anaendelea na safari. Tena ukimgusa. Katika jina la Yesu usiwe na roho ya jongo. Kwa sababu makwazo ni mengi. Vumilia mabaya. Hasa katika siku za mwisho hizi. Utafanyeje? Yapo kukwaza ni mengi. Huwa kuna mchezaji mmoja anaitwa Ronaldinho. Wangapi wanamfahamu? Yule mtu najua hajaokoka, lakini naupenda moyo wake. Yule jamaa, kuna watu walipewa moyo. Yule jamaa kwanza full time akiwa uwanjani ni tabasamu tu. Anakupiga chenga huku anacheka. Ukimpiga chenga ukampitisha dogo anacheka tu. Ndo maisha yake. Na alikuwa anapiga mpira kweli. Unaambiwa hivi, hata akiwa kwenye mazoezi, wewe kuna siku moja kocha akasema kwamba nataka leo nijue huyu mtu yukoje. Wakataka wajue hasira yake ikoje. Wakiwa kwenye uwanja wanafanya mazoezi, kuna mtu ameandaliwa kabisa maalum, aliruka pale akafika akampiga ngumi ya bega. Jamaa akaanguka tu. Akamwangalia nani, sijui ndolevu, sijui kocha. Akamwangalia hivi anacheka. Sasa kocha naye akaanza kucheka tu. Hakuchukua maamuzi. Huyo tena akaja akampiga mcheki akaanguka. Alipoinuka jamaa anatabasamu tu. No, baada ya kuisha mpira akasema tumekufanyia makusudi. Wakamuuliza wewe una moyo gani? Ni mtu ambaye Mungu alimjalia sana kuwa na moyo wa kuvumilia mabaya. Yesu mwenyewe alivumilia mabaya sana. Yesu ni picha ya uvumilivu.
mabaya yasikutoe kwenye reli, hasa katika dunia hii. Kuwa na moyo huo. Ukizimia siku ya tatu, ujue nguvu zako ni ndogo. Katika dunia hii, katika siku hizi za mwisho ambazo zilitabiriwa kwa mabaya, zilitabiriwa kwa tabia chafu za kila namna, watu wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda sifa, wasio na shukrani, wasiotii wazazi wao, watu wa namna hiyo ndio unaoishi nao. Usipokuwa na moyo wa ustahimilivu, hautaweza kustahimili. Na Biblia inasema hasira hukaa kifuani pa mpumbavu. Kwa nini huyu mpaka anakuwa na hasira hivyo? Ni kwa sababu ya kutokuvumilia mabaya. Mwambie jirani yako, vumilia mabaya, yatakuja, lakini vumilia. Mathayo 24:12. Sababu kuu itakayosababisha kuto kufika katika safari yetu ni maovu kuongezeka. Soma hiyo 24:12. Mathayo 24:12. Neno la Mungu linasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi. Kwa sababu ya kufanyeje? Ya kuongezeka maasi. Kwa sababu ya kufanyeje? Ya kuongezeka maasi. Sijasikia sauti. Kwa sababu ya kufanyeje? Kufanyeje? Kumbe maasi yalikuwepo, si ndio? Maasi yalifanyeje? Lakini kwenye siku za mwisho, kwenye siku hizi, kwa sababu ya kuongezeka maasi, maasi yataongezeka. Maasi yanapoongezeka hayaongezeki kwa wanyama. Maasi yanaongezeka kwa mtu. Utu ule anauvua. Mtu anakuwa ni mtu, lakini ni mtu mwenye roho ya kinyama. Sasa nasema kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka. Haleluya. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Ndio maana leo dunia ilivyoharibika hivi, wengine wameona cha maana ni kutafuta hela tu. Ukienda makanisani napo ni ubaguzi wa fedha. Watu wanajuana kwa fedha. Mwenye fedha ndo anaheshimika. Mwenye fedha ndo anaonekana kuwa ni mtu. Mwenye fedha ndo anaonekana ndo aliyebarikiwa. Mwenye fedha ndo anaonekana, hata unamwona wanapokuja kutoa sadaka wanaanza na kumwimbia baba, baba huyo, baba, baba huyo, baba, baba huyo, baba, baba huyo, baba, baba huyo. Sio kwamba sisi okoti watu wa Mungu. Mfano, baba huyo, baba, baba huyo, baba, anatupa nini? Vinoti. Huyo anaitiwa baba. Sasa pitapo wewe sasa, ambaye hauna fedha, yani hawakuimbii hata baba, sijui wewe ni mama, sijui hauna jinsia, unaona tu. Haya sasa, unatoa shilingi ngapi? Nachangia 3,500. Unatoa makofi kwa watoto. Watu wanaanza kushangaa, mbona huyo hajamwimbia baba? Mbona huyo hajampigia makofi? Sababu ni nini? Sasa mtu akitoka hapo anaona kumbe cha maana ni kutafuta nini? Fedha. Cha maana ni kutafuta fedha kwenye nafasi zote. Mimi nimekuwa mzee wa kanisa sasa. Unaona tu tulikuwa tunachaguana. Nini? Mimi nilikuwa nao moto kidogo. Nilikuwa na kagari kangu kijana mdogo, afu na lile roho langu la utoaji.
Fika tu hivi ndani ya mwaka mmoja wakanipachika uzee wa kanisa, katibu wa vijana. Nikasema oh yes, pesa ipo. Lakini wewe kama una fedha, ndugu yangu, hata ukipata matatizo, kuna kijana mmoja alikuwa analalamika, sema hasa mzee wa kanisa alikuja kunilalamikia mimi. Sasa mzee wa kanisa, mimi dadangu amefariki, sijaona hata kanisa hata likija kunisalimia, yaani hata wakatibu kamwangalia juu mpaka chini. Sema una hela? Una hela? Tulia. Watu wakaona cha maana ni kutafuta nini? Fedha. Hata injili zilizoendelea ni kutafuta nini? Fedha. Sasa upendo wa wengi utakufa kwa sababu ya maasi mengi kuongezeka. Watu wataona fedha ndio kipaumbele, wataona mali ndio kila kitu, wataona chenye thamani kwenye maisha ya mtu ni pesa. Hivyo upendo wa Mungu utakufa. Ukiwa na pesa hakuna hakimu atakaye kufunga. Kuna mtu mmoja alitoka kule magerezani akasema kwamba yaani magerezani hautamkuta mtoto wa waziri kule, hautamkuta mtoto wa mbunge kule, au mtu yeyote mwenye hela. Yesu, au mtu yeyote mwenye hela hautamkuta magereza. Unajiuliza, hawa watoto wa viongozi hawana kama makosa? Mbona wana matendo meusi tu? Nasikia kuna vigogo fulani waliwahi kukamatwa China na madawa ya kulevya, lakini ulisikia wamepigwa risasi na sheria ya China inasema ufanyaje? Walipigwa risasi? Amna. Watoto wa watu fulani waliingia tu mkataba mambo fulani wakayaweka sawa. Watu wanasema kosa kubwa kabisa litakalo kufanya ukae gerezani ni kukosa fedha. Ndio maana watu wameamua kutafuta fedha, wakijua fedha ndio suluhisho la mambo yote. Sasa kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya uasi kuongezeka, Biblia inasema upendo wa wengi utapoa. Maana yake watazimia. Ulikuwa unaona wanakuja kanisani kwa hamasa, lakini na hiyo wakija kanisani hakuna hamasa. Matumaini ya ufalme wa Mungu umepotea, kwa sababu yatakuweko mambo mengi yanayowafanya warudi nyuma. Lakini Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Yes. Nikwambie tu kwamba uwe na nguvu ya kumaliza. Hakikisha unasema kwamba moyoni mwako, mimi nitamaliza na wokovu. Bora nisimame peke yangu kila kitu kikiwa kimeharibika, lakini nikiwa nimesimama na wokovu. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Wengine wataacha imani kwa sababu ya ugumu wa maisha. Wengine wataacha imani kwa sababu ya propaganda inayopigwa kuhusu fedha. Wengine wataacha imani kwa sababu imani kitaonekana ni kitu cha kipuzi, bali maisha ya dunia hii ndio yenye maana. Wengine walizihakiwa tu. Haleluya. Unakutana tu unazihaka mpaka unasema na liokovu naacha. Lakini nikwambie tu kwamba katika siku za mwisho hizi ambapo zilisema upendo wa wengi utapoa. Unajua ni upendo gani huo? Kwanza ni hamasa kuanza kuisha kwenye moyo. Hujisikii kufunga maombi, hujisikii kuomba, hujisikii kukesha, hujisikii kumlilia Mungu wako. Wewe jua upendo wa Kristo umeshapoa. Muda mwingine siku nzima inaisha hujaomba wala haushiki. Wewe jua upendo wa Kristo umeanza kupoa. Umeanza kupoa. Daudi anasema asubuhi nitampangia Bwana dua zangu, wala jioni sitauzuilia ulimi wangu. Unaona lifestyle ya nani? Ya Daudi. Anasema asubuhi nitampangia Bwana dua zangu, wala jioni sitauzuilia ulimi wangu. Manake alikuwa ni mtu wa maombi. Lakini sisi mipango yetu, asubuhi nitapika chapati za mayai, jioni nitamalizia wali na maharage yaliyotiwa nazi.
kuomba bana, si Jumapili ipo. Lakini kwa sababu hiyo nguvu zako zitakuwa chache. Kikija kishindo cha namna yoyote utaanguka. Kikija kishindo cha namna yoyote utaanguka. Lakini mwenye nguvu yeye atashinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuko dunia ya mwisho au siku za mwisho. Maasi mengi yameongezeka. Leo ukitaka kujua maasi mengi yameongezeka, watu wa Mungu, hii dunia iko mbali sana. Siku moja nilikuwa napita na Pastor Alex pale mjini, nikamwambia wewe nikupitishe mitaa wanaojiuza sasa. Alishangaa sana. Akasema Songea imeharibika. Sio kwa hali. Mtu anavaa chupi. Hivi unajua chupi? Na mimi sasa leo ndo niliona kali. Unajua mabinti walianza wakawa wanavaa tu tight. Anavaa kabisa tight ndio anaiachia. Sasa hivi wameenda hatua nyingine. Chupi. Yaani kamkanda kabisa kamepita hivi. Halafu liko pale ni dada. Halafu mtu aje ashtuka. Nikasema, haya mambo tulikuwa tunaona kwenye video. Unajua wazungu walishakuwa maraya mpaka wakapitiliza. Kwanza hata tushtukaji. Ndio maana wazungu hata wakivaa chupi. Ndio mwingine hata ushtuki sana. Sababu yale yameshajitoa mwanga kuwa ni mashetani kweli kweli. Unakuta hapo kutubichi pete. Uchi. Sasa hivi na Zanzibar kule kwenye mabichi inavaa uchi. Sasa tukao tunapita pale tukasema, jamani, kwani hii dunia inaelekea wapi? Inaelekea wapi? Kipindi cha Sodoma na Gomora watu walikuwa wanafanya ngono, si ndio? Lakini leo hii mtu anafanya ngono hadharani na anachukua na mkanda na unarushwa dunia nzima wanaona. Na mpaka anasema ni professional. Eti muigizaji wa filamu za ngono. Hii dunia ipo. Hii dunia ipo. Mwanaume unajitangaza, wewe ni shoga. Unajitangaza kabisa. Kuna mzee mmoja mzungu mmoja walimletea kijana wake kwamba unasemaje kwa kuwa kijana wako amekuwa shoga, unasemaje? Sasa walikuwa wamemwalika tu, baadaye ndo wakamwambia sasa unasemaje? Wakamsurprise bana, likaja litoto lake bana. Liko hivi tu. Ninamwangalia mzee yani kidada. Mzee akasema wanamuuliza unasemaje kuhusiana kijana wako kuwa shoga? Yule mzee alilia akaondoka pale. Alilia akaondoka. Lakini sisi tunaona ni kana kwamba hii dunia bado ipo. Moyo wa kumchukia Mungu umeenea. Ibada zimekufa. Moyo wa kumpenda Mungu umekufa. Tutafanyeje kuhusu watoto wetu? Tutafanyeje? Kwa sababu ya maasi kuongezeka, upendo wa wengi utakufa. Upendo wa wengi utapoa. Mtu wa Mungu, wewe ndio umepata neema ya kuweza kuyasikiliza haya. Umepata neema ya kuyasikiliza haya. Sijui wewe unafanya nini? Wewe unafanya nini? Na dunia inavutia sana. Moja ya wazo ambao nilipenda sana, Bahati Bukuku, wimbo alioimba wa mzee Tupatupa. Haleluya. Huo wimbo unanipa burudani sana. Na Tupatupa alivyoigiza aliwezea sana.
Na ndio kiburi cha wanadamu. Kwanza akaona sehemu inakuja. Sasa kwa sababu mzee tupa naye anajiona mwamba, akasema sasa mimi napita katikati yao ili wajue kwamba, anasema hizi ni pikipiki. Hii ni pikipiki na hii ni pikipiki. Mimi napita katikati yao ili wajue mimi ni mwamba. Kumbe nilisemi baba. Ila anaenda pale akafa. Akajikuta yuko mahali. Alipojikuta yuko mahali, malaika akamuuliza, leo umekuja siku nzuri. Mbinguni leo utaenda na jehanamu utaenda. Akasema safi. Wakaanzia jehanamu. Mzee tupa alipofika pale jehanamu, alikuta panavutia. Anakuta kuna wanawake walembo wazuri, pombe za kila namna. Alianza kujimwaya kule. Akasema maisha ndio haya sasa. Baadaye malaika akamwambia, zamu yako imeisha. Twende tena mbinguni. Akasema hayo ndo mambo. Kama tuje na mpaka hivi mbinguni na usiseme. Hakaenda mbinguni bana yule jamaa. Na alivyoigiza sasa, yule jamaa aliigiza kwa mikogo. Yuko mbinguni. Hakuna cheki malaika wanaimba. Mara wanakaa chini wanapiga magoti, mara wanaita Yesu. Akaangalia. Akakumbuka na starehe za baba, mara wanapita watoto. Mara nini? Akasema akamwambia, basi kwa kuwa mbinguni na jehanamu pote umepaona, basi wapi unataka uende? Chagua sasa, wakati wa kuchagua. Kwanza alipovuta katika kitabu akavuta hivyo yaani anajua anachokifanya, anacho uhakika sana. Akamcheki malaika. Kama mimi na akili zangu timamu nimeamua kuchagua jehanamu. Akaandika na sani. Kamwambia haina shida. Kwa nikurudisha kule jehanamu. Anakuja kudumbukia kule. Anakuta ni moto unawaka. Anaanza kusema kweli nilikuta na tutoto, kulikuwa na bia. Anambia, ndugu, hiyo siku ilikuwa ni siku ya kampeni tu. Kwani wewe hujasikia habari ya jehanamu? Lakini sasa kule kulikuwa na bia, kulikuwa na nini? Kama ndivyo nirudishe mbinguni. Sema hamna, umeshasaini. Sasa huo mfano ulikuwa ni mfano wa maisha tunayoyaishi leo. Ni kweli sisi huku ni kama hatuna raha sana, si ndio? Hebu imagine tungekuwa tuko baa hapa. Umekunywa pombe zako 2-3. Unaruhusiwa kutukana lolote. Sina ni raha. Unaweza tu, wewe Juli, kwa kompyuta pumbavu sana wewe. Walaki. Mmelewa hapa. Wewe malaya. Leta nyama choma wewe. Ni kama kalikuwa nafikiri baa uzuri wake ni hayo tu. Kuwa huru kusema lolote, kutukana lolote, kumshika mwanamke mahali popote. Unaona ni kama vile vijana wanaona ni fursa. Wanaona haya ndo maisha sasa. Lakini leo tuko hapa tumeimba Yesu. Yesu, wengine mpaka sasa unamwangalia mtu unamwambia omba. Wewe mkorofi sana. Unamwambia mtu omba. Ita Yesu omba. Yesu nimeita mno, lakini hamna kinachotokea. Nilishaomba sana, hamna kinachotokea. Kwa hiyo na mwingine anakumbuka tu kweli zile starehe. Kwa mimi sasa hivi ningekuwa kweli, ningekuwa si mambo yako vizuri sana. Lakini wewe jua ni kipindi cha kampeni. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Leo hii mwanadamu huna injili ya kumtisha. Naambia jehanamu, anakuambia jehanamu. Jehanamu kitu gani? Tutaenda na mahindi. Kumbe na moto upo moja kwa moja. Tutaenda na mahindi. Sikia mlevi anasema kale kambuzi kangu malaika ataruhusu niende nako. Eti wao wanachoma nyama choma. Walevi wanadamu wanakebai. Naambia baada ya moto wa jehanamu anasema mbuzi ataruhusu malaika niingie na mbuzi. Na kisu. Tutakuwa tunakula nyama choma. Watu watakuja na ziaka zao wenye kuziaki kwa kila namna.
lakini wewe vumilia mabaya. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeshinda. Lisiweko lolote la kukutoa kwa Mungu. Andika kwenye moyo wako hivyo. Lisiweko lolote litakalonitoa kwa Mungu. Na kuhakikisha wengine watajuta kwa nini walizaliwa. Nasema wengine wataikimbilia milima wakisema tuangukie, milima na yenyewe itakuwa spidi. Sema tukuangukieje? Injili kama hizi watu na wasema shamba tukubiri habari za siku za mwisho, si dunia na mwisho wapi? Dunia sasa hivi ndio tamu kiboko. Wachawi wakasema unajua mbinguni kule sio kuzuri sana. Kiboko anasema huku mbinguni hakuna hata nyama choma. Unafikiri mbinguni ni pazuri? Hakuna hata nyama choma kule. Kwa hiyo unaona tu kabisa ile ladha ya wokovu imepotea kwenye mioyo ya watu. Mimi nikusihi mpendwa, simama na wokovu. Vumilia mabaya. Vumilia mabaya. Jambo lolote litakalokuja, vumilia mabaya, endelea na Yesu. Vumilia mabaya, endelea na Yesu. Kisiweko chochote cha kurudisha nyuma. Haleluya. Naomba simame tukaabudu, tuombe kidogo. Naomba niwekee biti la kuabudu kama lipo. Kama litakuwepo biti la kuabudu, tuabudu kidogo. Tuabudu kidogo. Tuabudu kidogo. Unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi, Mungu unaweza, 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 unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Ongeza sauti. Unatosha, unatosha, unatosha Mwokozi, unatosha Mwokozi, Mungu unatosha, 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 unatosha Mwokozi, unatosha Mwokozi, unaweza. Sisikii sauti ya muziki. Unaweza
Paza sauti yako kwa Bwana, mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie, niongeze nguvu Bwana. Jehova, Jehova, Mungu wa neema, Mungu wa neema, Mungu wa neema, Yesu nisaidie, Yesu tusaidie. Saidia kanisa lako, 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 saidia kanisa lako. E Mungu wa kweli, lisiweko lolote la kuturudisha nyuma, lisiweko lolote la kunikwamisha Bwana. Nipe moyo wa kuvumilia, nipe moyo wa kuvumilia, kuvumilia mabaya,